Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mara tena kwa kupata muda mzuri wa kukanyaga madhabahu haya. Siku ya leo ni mara yangu ya kwanza kabisa kukanyaga mahali hapa, na kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu sababu amenipa fursa ya kufika mahali hapa, tena amenipa fursa ya kuwa mzima siku ya leo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Kuna baadhi ya ndugu zangu, marafiki zangu ambao tumeishi pamoja. Mwaka huu ulikuwa mwaka matatizo mengi, wengi wametoweka, lakini mimi nipo. Sina ujanja wowote niliofanya, lakini kwa neema ya Mungu nimefika siku ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa muda kama huu. Ikiwa ni kuomba, najua mmekwisha niombea na mmekwisha ombea huduma ya siku ya leo. Na siku ya leo napenda tuzungumze neno la Mungu. Ingawaje ni mara yangu ya kwanza kufika hapa, lakini neno ninalolileta silo neno la kigeni. Sababu Yuda alisema ingawaje mnajua, tena nitawakumbusha. Ni lile lile linalopatikana ndani ya maandiko matakatifu ambayo tulianza kuyasikia hapo zamani, na mpaka sasa ni yale yale tunayarudilia, ni yale yale. Sina neno la kigeni kabisa ambalo hamjawahi kulisikia. Na siku ya leo kwa kweli masikukuu yanazidi kuwa pamoja. Mara utachukua mambo ya Christmas, mara siku ya bonne année, hayo yote yanachangamana pamoja. Na kwa hiyo nilikuwa na utata kabisa. Nilikuwa ninaandaa mahubiri ya Christmas kwa wiki iliyopita, kaambia hapana, itakuwa tarehe 3. Nikaona je, niingie na yale ya Christmas, nitakuwa ninaenda kinyume. Sasa tarehe 3 bonne année nayo itakuwa imeisha pita. Hapo kabisa nilikuwa na utata kabisa kujua nisimamie kwa neno gani. Lakini pamoja na hayo, Mungu ni tajiri na Mungu ana maneno mengi. Kwa hiyo amenipa neno moja ambalo linaweza likagusie huko na kule. Zote ni baraka za Mungu, tuzipokee kwa furaha. Amen. Wakati nilipokuwa mtoto kwa darasa la msingi, mwalimu wangu alianza kunifundisha kuhesabu 1 hadi 10. 1, 2, 3, 4 mpaka 10. Akatoka kwa 10 akanifikisha kwa 20. Akatoka kwa 20 akanifundisha mpaka 50. Kutoka 50 mpaka 100 ananifundisha, na nikawa ninayashika. Kwa hiyo mimi nami napenda nitangulize na swali moja kwa kila mmoja. Ingawaje hautajibia, lakini ufanye hiyo hesabu pamoja nami. Tuko pamoja? Hesabu yenyewe ni kwamba siku ya leo tupo mwezi wa kwanza, tarehe 3, mwaka wa 2021, sivyo? Kila mmoja wetu sasa achukue ni mwaka upi aliozaliwa. Kila mmoja aanze kutafakari. Leo tupo mwaka wa 2021. Sasa kumbuka mwaka uliozaliwa. Naona hiyo hesabu unaifanya. Chenye kufuata hicho, fikiria akilini mwako. Ikiwa umekwisha pata tarehe zako za kuzaliwa, siku ya leo una miaka mingapi? Siku ya leo una miaka mingapi? Naona kila mmoja ana jibu lake, sivyo jamani? Ndio. Mara nyingi ninapofundisha somo hili ninauliza mtu, lakini leo sikupenda niulize mtu aseme. Sababu nilikuwa nikiuliza mtu una miaka mingapi, anatamka nina miaka kadhaa. Sasa swali la pili ndio tatanishi sasa.
Swali la pili linasema, ikiwa una miaka 20, kuna kubakilia miaka mingapi ili Mungu aje kukuchukua? Miaka mingapi ambayo inakubakilia? Mara kwa mara nilipouliza swali hili kwa watu, walikuwa wanajikuna kichwani. Waliopata jibu walisema, majali watu mwachie Mungu. Amen. Amen. Majali watu mwachie Mungu. Sisi hatuwezi kupata jibu la swali hili. Basi najua kila mtu anashajua miaka yake, na tumefanya kazi sisi sote pamoja, tulikuwa tunahesabu kila mtu miaka yake, tunahesabu. Si ndio jamani? Ndio. Tufungue neno la Mungu. Tufungue neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ya 90 na mstari wake wa 12. Zaburi 90 maomi enda 90 na mstari wake wa 12 unasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Sifa kwa Bwana. Amen. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Tunaposoma tena katika kitabu cha Zaburi hiyo sura ya 39 mstari wake wa 4, hapo pana neno lingine lisemalo, Bwana unijulishe mwisho wangu, na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani, nijue jinsi nilivyo dhaifu. Sifa kwa Bwana. Amen. Kama nilivyosema kwamba siku ya leo tutazungumza kuhusu neno lisemalo kuhesabu siku zetu. Ndio maana tumeanza na hesabu, tumeanza kuhesabu, kila mtu hesabu miaka yake. Na leo tutazungumzia neno hilo lisemalo kuhesabu siku zetu. Kitabu cha Zaburi ni kimoja kati ya vitabu vya nyimbo, na ndani yake tuna Zaburi 150. Hizo Zaburi 150, aliyeandika Zaburi nyingi ni Daudi. Daudi ameandika Zaburi nyingi miongoni mwa Zaburi 150. Na Zaburi ambayo tumesoma hapa ni Zaburi ya 90. Hiyo Zaburi ya 90, aliyetupatia Zaburi hiyo ni Musa. Naye Musa ameandika Zaburi hiyo moja tu. Katika miongoni mwa Zaburi 150, ameandika Zaburi moja tu. Na hiyo Zaburi aliandika sababu ya kutufundisha maneno yafuatayo. Shabaha ya Zaburi hiyo ya 90, ingawa utashika mambo mengi, lakini napenda ujue maana ya Zaburi ya 90. Hiyo Zaburi inasema kutumia vizuri maisha mafupi. Kuzuia vizuri maisha mafupi. Mtunga Zaburi hiyo aliona jinsi dunia ilivyo. Aliona mambo mengi ambayo yanazuka katika dunia na inapeleka watu mbali. Akaona Zaburi hiyo kutumia vizuri maisha mafupi. Aliona jinsi mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hana siku nyingi za kuishi hapa duniani. Mara watu wanaanza kujichanganya na mambo mengi na kwenda kombo na mapenzi ya Mungu. Akaona siku zetu ni finyo na watu wanajaribu kuenenda vibaya. Akasema hapana, hiyo Zaburi sharti nifundishe watu wajue jinsi ya kutumia vizuri maisha mafupi, sababu hapa duniani hatuna muda mwingi wa kukaa. Tunakuja kutembea, na ikiwa tunakuja kutembea tena tutarudi huko tulikotoka. Sifa kwa Bwana. Amen. Kwa hiyo akaambia watu kwamba
wajifunze namna ya kutumia vizuri maisha mafupi yaliyo mbele yetu. Nimewahi kusema kwamba watu ambao nimezaliwa nao pamoja, tumecheza nao pamoja, tumeenda nao shuleni pamoja, siku ya leo hawapo. Kuna watu ambao wamezaliwa mbali sana nyuma yangu, wengi hawapo, wamekwisha toweka. Kuna wanaonizidi, wengi hawawepo, wamekwisha ondoka. Lakini mimi mpaka leo nipo siku ya leo. Nimemlipa Mungu nini ili niwepo siku ya leo? Sikulipa chochote na sikufanya ujanja wowote, bali ni kwa neema ya Mungu. Sifa kwa Bwana. Kwa neema ya Bwana nipo siku ya leo, mimi na wewe. Ni kwa neema ya Bwana, hatukumlipa kitu chochote. Bwana alipendezwa mimi niwepo siku ya leo. Mungu amependezwa siku ya leo nisimame katika madhabahu hayo ya Baptiste Swahili ili nitoe neno hili. Amen. Na tunapoangalia, Mungu tu peke yake ndio habadiliki. Ni yule yule. Mungu peke yake habadiliki, naye anadumu hata milele. Kwa hiyo usalama wa pekee ambao mwanadamu anaweza kupata unatoka kwake. Amen. Sio kwa mwingine, ni kwake tu ambao tunapata usalama wetu. Na akipenda kuondoa maisha yetu, yapo mikononi mwake. Anaweza kuiondoa wakati wowote anapoamua. Sivyo jamani? Ndio. Wakati wowote anapoamua anaweza kuondoa uhai wako na unatupa kama tunavyotupa watu wengine. Katika kalendari ya mwaka au kalendari ya ulimwengu nzima, hivi ni siku 3 tangu tusherekee sikukuu ya Bonne Annee. Sivyo jamani? Ndio. Tumesherekea sikukuu ya Bonne Annee, mwaka mpya, mwaka mshasha. Na katika sikukuu hiyo watu walifurahia sana, wakucheza wamecheza sana. Pamoja na hayo, kwa maandalizi ya mwaka mpya, watu wengi wanajiandaa vya kutosha. Wanafanya nini? Kupamba nyumba zao, kununua mavazi mapya, kualika ndugu na marafiki chakulani, kupeana mazawadi. Hayo yote ni mambo yanayofanyika kwa sikukuu ya mwaka mpya. Labda wewe utasema, mbona mkufunzi anachukua mambo ya Bonne Annee na Bonne Annee imeshapita? Kwa kweli imeshapita. Ndio maana nimesema kwamba nimechanganyikiwa sana na mafundisho ya siku ya leo, sababu Bonne Annee imekwisha pita. Lakini hiyo sio Bonne Annee ya mwisho. Sio jamani? Ndio. Hiyo ni ya mwisho. Kwa sababu hiyo Bonne Annee sio ya mwisho, inawezekana mwezi wa kwanza mwingine ujao tutakuwa na nyingine Bonne Annee. Na yale ambayo utayashika siku ya leo yatakusaidia kwa wakati ujao. Amen. 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 Kupamba nyumba zao, kununua mavazi mapya, kualika ndugu na marafiki chakulani, kupeana mavazi au zawadi mbalimbali. Hayo yote yanafanyika kwa sikukuu ya Bonne Annee. Lakini mimi nasema kwamba mambo hayo sio mabaya. Mambo hayo ambayo nimeyataja hapa sio mabaya. Sababu mambo hayo sio mabaya ni kusema tunapoyafanya mambo hayo tusikose kumtolea Mungu utukufu wake. Sifa kwa Bwana. Amen. Kwa vyovyote tunavyofanya kwa sikukuu ya Bonne Annee, kualika ndugu, kununua vitu nyumbani, vitu vipya, kualika watu chakulani, hivyo vyote sio vibaya, lakini vyovyote utakavyovifanya kwa siku hiyo lazima virudishie Mungu utukufu wake. Amen. Na vingine ambavyo unaweza ukavifanya na visirudishe utukufu kwa Mungu, achana nayo. Yale yanayoleta utukufu kwa Mungu, hayo ndio unaruhusiwa kufanya. Sababu siku hiyo
watu wengi huwa wanajichanganya sana. Kuna baadhi wengine wanasema mimi sikunywaji, lakini sababu ni sikukuu ya mwaka mpya, nitachukua kidogo sababu ya sikukuu hiyo. Mambo mengi watu wanayafanya, lakini neno la Mungu linasema kwa vyovyote vile unavyovifanya siku hiyo visikose kumrudishia Mungu utukufu wake. Sema amen. Amen. Pamoja na hayo, napenda niseme kwamba tunaposoma katika Zaburi ya 90 mstari wa 10 inasema kwamba miaka yetu chini ya jua ni miaka 70, na ukiwa na afya mingi ni miaka 80. Hiyo ndio miaka ambayo tunapewa na Biblia, miaka 70, na ukiwa na afya ni miaka 80. Anza kukumbuka siku ya leo una miaka mingapi, unakosa mingapi ili ufike 70, miaka ambayo tumepewa na Biblia. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Zaburi ya 90 ametufundisha kutumia vizuri maisha mafupi. Alijua hapa chini ya jua maisha yetu ni mafupi, na kwa sababu maisha yetu ni mafupi, tumwalike Mungu, tutembee na Yesu mkono kwa mkono, hatua kwa hatua, ili siku moja maisha yako ikifika kwenye ukomo wake uende kupumzika pamoja naye. Hiyo itakuwa furaha ya ajabu. Lakini baadhi ya watu wengi wanajichafua, watu wengi wanafanya mambo mengi ambayo ni kama vile unachukua msumari unapigilia kwenye sikio. Maumivu mengi sana. Kwa hiyo tunafurahia mwaka mpya na tunasema mwaka mpya, bona ane. Lakini ujue kwamba wakati unaposherekea bona ane, ujue kwamba bona ane inakula miaka yako. Bona ane inapunguza miaka yako. Ni nani anafurahia miaka yake ipunguzwe? Ndivyo tunavyofanya. Tunasherekea bona ane, lakini tunakosa kujua kwamba bona ane inakuja kuchukua miaka yetu. Ikiwa nilikuwa na miaka 20 iliyonibakilia, hivi sasa kama nimesherekea bona ane, ninabaki na miaka 19. Mwaka mwingine unaenda wapi? Unapotea. Kilichopoteza mwaka huu ni nini? Bona ane. Sababu gani tusherekee bona ane ambayo inakuja kuchukua miaka yetu? Ndio maana vitu vingi tunavifanya pasipo kujua, tunafanya mambo mengi. Tunafurahia bona ane, na bona ane iko pale kwa kuja kupunguza miaka yetu. Bwana aturumie. Hapo zamani watu walikuwa wakifika kwa miaka 1000. Lakini sisi hapa tumesomea kwamba miaka yetu ni 70, ukiwa na afya ni miaka 80. Hapo wanachukulia percent. Labda utaniambia mbona fulani alikufa na miaka 100? Ni wangapi? Wanaenda kwa percent. Biblia inatumika kwa percent. Miaka 70 ya kuishi hapa duniani. Ukiwa na afya mingi miaka 80. Hayo tunapewa na Biblia, ndio percent za Biblia, percent za Mungu. Lakini wenzetu walikuwa wakifika kwa miaka 1000, 800, 900, 500. Lakini kilichopunguza miaka sio kingine bali ni dhambi kuongezeka, upendo wa wengi ukapoa. Sababu ya dhambi Mungu akapunguza siku zetu, akatuachia miaka 70, miaka 80. Jamani, ndio maana mwandishi wa Zaburi ya 90 ameipa Zaburi yake jina lisemalo kutumia vizuri maisha mafupi. Sababu hapa duniani hatuji hapa kukaa, tunakuja kutembea, na tutarudi. Siku ni siku ambayo Mungu atakapoamua tutarudi,
tunarudi makwetu. Wale wote waliotembea na Yesu Kristo mkono kwa mkono watarudi makwao. Sifa kwa Bwana. Na wale ambao wanajivuruga na dunia hii wajue wao nao wana mwisho wao. Wanaokwenda kwa Yesu Kristo wakaenda kuishi milele na milele, na watakaokwenda kwa shetani nao wataenda milele na milele, lakini katika taabu, katika ziwa liwakalo moto wa kibiriti. Bwana aturumie. Ni waheri wale wanaotembea hatua kwa hatua na Bwana wetu Yesu Kristo, sababu baada ya ngozi yao kuharibika watamuona Mungu. Sio mwingine atakayemwonea, yeye mwenyewe atamuona Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Hao ni waheri. Sehemu yetu ya pili, siku zetu. Siku zetu. Hizo ni siku zetu. Tumetoka kusema juu ya mwaka mpya, tunaingia kwa siku zetu. Siku zetu zapita upesi. Zinalinganishwa na ua. Asubuhi unaona ua linang'aa vizuri, vile jua linavyopanda mpaka kuteremuka, nalo linaenda linanyauka kufika jioni unalikuta ua liko chini. Ndivyo ilivyo siku zetu chini ya jua. Pia inalinganishwa na kivuli. Ninyi nyote mnajua kivuli. Jua lingali linachomoza huko, unaona kivuli kabisa kiko sawa sawa. Kadiri ya vile jua linavyoendelea kupanda, na kivuli nacho kinaenda kinadidimia, kinapunguka. Inapofika usiku kivuli hakipo. Maisha yetu chini ya jua inalinganishwa na ua, inalinganishwa na kivuli. Na hayo maisha yetu, kiburi chake ni taabu na ubatili. Taabu na ubatili. Siku zetu ni taabu na ubatili. Na kwa sababu ni taabu na ubatili, ni vizuri kila mtu ajue jinsi atakavyoenenda, sababu ulimwengu unaenda pabaya. Na zaidi sana sisi ambao tunaishi kwa wakati huu wa mwisho wa mwaka au mwisho wa dunia, tupo katika nyakati mbaya sana ambapo kutazuka na kunazuka vitu vingi sana ambao wewe na mimi hatuwezi kuvistahimili. Kwa hiyo tupo katika siku mbaya. Tulikuwa tunazisikia siku hizi zinatajwa, lakini sasa tunaingia katika siku zenyewe. Tangu akina Paulo, siku za mwisho zilianza kutajwa. Siku za mwisho tangu Paulo na mpaka leo. Na wengine husema kwamba hizo siku za mwisho hazitakuwepo. Tangu Yesu Kristo alipopaa na kwenda, siku za mwisho zikaanza. Lakini mbona mpaka sasa wanasema siku za mwisho hazipo? Wengine wanaenda wanajichanganya kwa mambo hayo, eti siku za mwisho hazipo. Acha nikupe mfano mmoja. Kuna chombo kimoja ambao hao wajamaa wanacheza nacho, wao ndugu ambao wanatumia mambo ya muziki. Wana chombo kimoja ambao wanacheza nacho, piano ya mikono, akordeo, piano ya mikono. Hicho chombo kinaumbwa vizuri sana. Wanaocheza na chombo hicho wanashika mikono, hiyo sehemu na mikono sehemu, wanaanza kukokota. Wakati anapokokota na kupiga mabuto, sauti nyororo inatokea. Sivyo jamani? Ndio. Na wakati anapoikokota, mtu mfupi kama vile mtu mrefu, hakuna wezaye kufikisha chombo hicho kwenye mwisho wake. Hayupo. Hata uwe mrefu kama nani, sijui hapa mrefu zaidi ni nani. Ashike piano kucheza nayo, anaikokota yeye mwenyewe, hata ni mrefu namna gani, haiwezi kuifikisha kwenye mwisho wake. Lakini nikiambia ndugu, shika huko na mimi nishike huko, tukokote, hakitafika mwisho? Itafika mwisho. Ndio. Lakini mtu mmoja kukokota hawezi fikisha mwishoni. Lakini ukimwambia mtu mwingine shika huko tukokote, tunapokokota kitafika kwenye mwisho. Watu wengine wanasema hivyo tu, siku za mwisho. Tangu Paulo mambo ya siku za mwisho alianza kufundisha mafundisho hayo, hayapo na hayatakuwepo. Lakini ndugu, ujue kwamba
siku za mwisho zipo, na tunaanza kuona manyunyu ya siku za mwisho. Habari nyingi zinasikika, mambo mengine ambayo tukuyasikia na magonjwa mengine ambayo tukuyasikia siku ya leo tunayasikia, na yanaleta utata ulimwengu mzima. Ugonjwa wa corona unaleta kabisa mambo ya ajabu. Kwa hiyo tupo siku za mwisho, na dalili za siku za mwisho tunaziona zipo, lakini walio waheri ni wale ambao wanatembea pamoja na Yesu Kristo kwenye hatua zake. Hao ni waheri, sababu baada ya ngozi yao kuharibika wataenda kumwona Mungu. Sema amen. Siku mbaya sana, siku zetu ni siku mbaya sana. Walio werevu wasegamie upande wa Yesu Kristo. Amen. Werevu wasegamie upande wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimesema siku zetu ni siku mbaya sana. Ni siku ambayo kila mmoja ana wasiwasi wa maisha yake. Kila mmoja ana wasiwasi wa maisha yake. Hata mimi nina wasiwasi wa maisha yangu. Amani ya kuishi hayapo. Hayapo kabisa. Unalala kama ulali, unaamka kama uamki, saa zote tu mauti anaweza kukufikia. Ndivyo ilivyo siku za mwisho, siku za hatari. Na hizo siku zetu, kama nilivyotoka kusema, hizo siku zetu, siku za mwisho, ni siku mbaya sana. Dunia haina raha ya kudumu hata milele. Hayapo. Raha duniani haipo. Labda wewe unaona raha ya dunia, lakini wanaotafakari vizuri kwa kuona jinsi dunia inavyokwenda, wanaona duniani hamuna raha. Tunapoimba wimbo wa wokovu wa 86 beti yake ya pili, kuna maneno yasemayo kwamba mara nyingi furaha ya hapa upinduka machozi machungu. Mara nyingi furaha ya hapa duniani yanapinduka machozi machungu, walakini hazitakuwako shida huko tuendako. Kwa Mungu hakuna shida yoyote. Amen. Shida zote zinaishia hapa duniani. Wale wanaojifurahisha na dunia, kuona kwamba dunia ni nzuri, furahia dunia, dunia haina raha siku moja. Kiburi chake ni taabu na ubatili tu. Mara nyingi furaha ya hapa yapinduka machozi machungu. Kuna mtu anaweza akawa na furaha, lakini punde kidogo furaha yake inageuka kuwa uchungu. Hacha niwaambie kisa moja ndani ya Biblia. Katika Biblia tunapofungua katika kitabu cha Waamuzi sura 11 na mstari wa 34. Waamuzi 11 kuanza mstari wa 34. Hapo tunapata habari ya jemadari mmoja anayeitwa kwa jina la Yefta. Yefta alikuwa jemadari wa upande wa Israeli, na kukatokea vita kati ya Waisraeli na Waamoni. Mfalme akamuita Yefta, akamwambia, Yefta, hivi tunavamiwa kabisa. Kwa hiyo ninakutuma nenda na jeshi vitani. Nenda na jeshi vitani, na Mungu awe pamoja nao. Sifa kwa Bwana. Amen. Na Mungu awe pamoja nao. Yefta akasema, ndiyo, nakubali, nitaenda, lakini acha nifanye agano fulani. Acha nifanye agano fulani. Akajiwekea naziri. Tunajua neno naziri. Ndiyo. Akajiwekea naziri, akasema, Mungu, nataka kwenda vitani, na huko niendako, Mungu akinisaidia, nikibuka ushindi, wakati nitakaporudi, mtu wa kwanza wa kijiji changu au wa mtaa wangu nitakaye kutana naye, huyu ninamtoa kwa Bwana. Anafanya nini? Naziri. Anafanya naziri, anafanya agano.
naenda vitani, Mungu akinisaidia ninawina kwenye vita, mtu wa kwanza wa kijiji changu nitakaye kutana naye, huyo ninamtoa kwa Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa. Akaenda vitani. Alipokuwa vitani, Mungu akamsaidia, Mungu akamneemisha, ushindi ukawa upande wake. Furaha ikawa ya ajabu sana, furaha ya ajabu sana. Wameshinda kwenye vita, wamebuka ushindi. Mtu mmoja akawahi haraka kwenda nyumbani kupasha habari. Alipofika nyumbani akapasha habari kwamba huko tuliko kwenda vitani, ushindi uko upande wetu. Haleluya, amen. Wakafurahia, watu wote wakafurahia. Na huyo jemadari Yefta alikuwa na binti mmoja tu. Yeye na mke wake walikuwa na mtoto mmoja wa kike tu. Huyu mtoto aliposikia habari hiyo, akaanza kutikisa mabinti wenzake. Akaanza kuita mabinti wenzake, njoni, 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 twende kumlaki jemadari wetu, ameshinda vita, twende kumlaki. Mabinti wengine wakajitokeza, wakaanza kuimba, wakakamata mazenze, vinanda na mangoma, wakaenda wanapiga njiani upande ambako babaye alienda vitani. Walipofika kwenye kona hivyo, wakakutana nao. Walipokutana, baba ndio alikuwa mbele, jemadari, na kundi liko nyuma. Na kwa kundi la waimbaji nako, binti wake ndio alikuwa anaongoza hilo kundi. Wakakutana. Walipokutana, baba yake akasema, mwanangu umeniuza, mwanangu umeniuza, umefanyeje wewe? Nimekuja na furaha ya ushindi wa vita, lakini nimefanya maagano na Bwana. Sababu gani umefanya hiyo? Ndio maana wimbo wetu umesema, duniani hakuna amani, duniani hakuna amani, duniani hakuna furaha. Mara nyingi furaha ya hapa duniani hupinduka machozi machungu. Baba alilia sana. Baba alisema, mwanangu unaniuza, mtoto mmoja tu, nitabaki na nani? Nimekwisha fanya agano na Mungu kwamba mtu wa kwanza kijiji changu nitakayekutana naye nitamtoa kwa Bwana, na wewe unajitokeza kuwa wa kwanza, nifanyeje mimi? Binti wake akamwambia, baba usife moyo, baba usife moyo. Ikiwa unapatana na Mungu kufanya hilo, basi mimi nasema nipo tayari. Amen. Fanya maamuzi yako, mimi nipo tayari. Lakini ninakuomba jambo moja tu. Jambo ninalokuomba ni kwamba uniandalie protokoli. Uniandalie protokoli. Mimi na mabinti zangu twende kukaa huko porini kufanya masemina yetu huko. Niache ninaaga mabinti wenzangu. Na nitakapomaliza nitakuja ili utimize nadhiri yako. Kwa kweli ilikuwa mambo ya uchungu sana. Binti mmoja katika nyumba yake hana mtoto mwingine na amefanya nadhiri. Kwa hiyo jamani, wakati mwingine ambao tunataka kuweka manadhiri, tufanye manadhiri ya mambo ambayo unaweza kuyamudu. Kuna watu wengine wanafanya manadhiri ambayo hawezi kuyamudu, kuyatekeleza. Huyu mzee amejiweka nadhiri mbaya sana. Sasa akahuzunika. Alihuzunika nini? Nani yeye amefanya nadhiri? Alikuwa anapenda mtoe nani? Nani angefurahia mtoto wake atolewe? Sasa sababu mambo yamempata, anaanza kusikitika, mwanangu umeniuza, umefanya vibaya. Alikuwa anapendelea nani afe pale hapo. Kwa hiyo wakati wowote tunapofanya nadhiri, tufanye nadhiri ya mambo ambayo unaweza kuyamudu, unaweza kuyatekeleza, na isilete utata mwingine hapo nyuma. Ninakumbuka siku moja huko kwetu Afrika,
tulipokuwa tukifanya sadaka ya harambee kwa ajili ya majengo, mtu mmoja akapandisha mkono, mimi kwa kujenga, mimi naona nitatoa binti wangu, wakati atakapoolewa binti wangu pesa zote ziende kwa kanisa, lakini hiyo nadhiri nitaenda kwanza kuuliza mke wangu ikiwa atakubali. Mambo mengine wakati tunayoyafanya tuwe na akili timamu kichwani. Hapana kutoa nadhiri ambayo utaenda kuomba maelezo mengine kwa mtu mwingine. Fanya nadhiri ya kile ulicho nacho. Kile ulicho nacho unakifanyia nadhiri. Asema ninatoa hiki, ninatoa ni pesa zangu mimi nimezitafuta na ninazitoa, hazina utata hizi. Lakini unapandisha mkono, ninatoa mtoto wangu, lakini nitaenda kuuliza mke wangu ikiwa atakubali. Alikuwa anajionyesha tu. Ulikuwa ni kujionyesha tu. Kumbe kwa hiyo wakati wowote tunapotoa nadhiri, tutoe nadhiri tukiwa na akili timamu. Tukiwa na akili timamu. Tusiwe tunatoa ovyo ovyo tu, ujue ninatoa, hakuna mtu mwingine ambaye atanifuata nyuma. Kuna baadhi ya watu wengi wamekwisha toa watoto wao hivyo, wakati wa kuchukua mahari inachukuliwa, ndugu zake na yule mtu aliyetoa wako tayari kuchukua mali. Baba anasema hapana, hizi msikamati, mwachie kanisa. Mwachie watu wa kanisa wachukue, sababu nimepatana na Mungu kwamba binti huyu akiolewa kanisa ichukue mahari. Inaleta utata kati ya wanamemba wa familia sababu ya kujiwekea nadhiri vibaya. Kwa hiyo tunapotoa nadhiri, tujue namna ya kutoa nadhiri, isiwe jambo la kwenda kuuliza mtu mwingine, je, unaweza ukawa tayari tutoe nadhiri hiyo? Mara kwa mara hiyo inaleta utata mwingi sana. Nasi kadhalika, kuna baadhi ya watu wengi wamefanya nadhiri na mpaka leo hawajalipa nadhiri walizozifanya. Kutoka kwetu huko vitani, watu wengine walifanya nadhiri, nikifika katika nchi ya ukimbizi Tanzania na penginepo, nitamtolea Mungu hiki na hiki, lakini mpaka sasa hawajatoa. Kuna watu walifanya nadhiri, Mungu ukinitoa kambini, kesi yangu itembee vizuri, nifike Marekani na sehemu zingine, nchi ya tatu, nitamtolea Mungu hiki na kile. Wakafanya nadhiri na mpaka leo hawajatoa nadhiri zao. Na ndio maana Mungu hatubariki ipasavyo, sababu tumejiwekea nadhiri na tunashindwa kulipa nadhiri. Kuna mabinti wengi alisema, nikipata mwanaume wa kunioa mimi, sijue Mungu nitakutolea nini. Mungu akasaidia wakapata waume na mpaka sasa hawajatoa chochote. Kuna wengine katika magonjwa, wakati anapambana na magonjwa kabisa, anasema Mungu akinisaidia, akinitoa katika magonjwa hayo, nitampa hiki na kile. Mungu akasaidia mtu akapona katika ugonjwa huo, anashindwa kutimiza yale aliyoyatamka. Na Mungu yuko pale tu anakuangalia. Anasubiri tena uweke nadhiri nyingine. Mungu anakuangalia. Wewe uliweka nadhiri fulani, haujatoa nadhiri ulipoitoa. Na wakati unapokaa bila kutoa nadhiri, ujue kwamba unajiwekea nyororo shingoni. Ni kamba unaweka shingoni, ni mtego unaojiwekea shingoni. Ni vizuri kulipa nadhiri zetu. Hivi ninapotamka hiyo, kila mmoja anaanza kutafakari, inawezekana mimi nilifanya nadhiri kwa kitu fulani. Wavulana nao walisema, nikipata mwanamke mzuri anatoka kwa nani? Anatoka kwa Mungu. Mungu akinibariki, nikipata mwanaume mzuri wa kunioa, wewe Mungu nitakutolea hiki na kile. Nadhiri ni nyingi sana. Wengine, nikipata kazi, mshahara wangu wa kwanza nitampa Mungu. Wengine wakajiwekea nadhiri hizi. Ni nyingi tu ambayo tunajiwekea, lakini tunashindwa kulipa nadhiri.
Lakini tahadhari ni kwamba wakati wowote unapotoa nadhiri, utoe nadhiri ambayo unaweza kuyamudu. Unaweza kuyamudu, unaweza kuyalipa, huo ni uheri. Lakini kufanya nadhiri ya kwenda kuuliza mtu mwingine asema nimeacha natoa mtoto huko, mke wangu unaonaje wewe? Nadhiri kama hizo ni nadhiri za kipumbavu. Tusiingie kwa nadhiri kama hizo. Nadhiri ya kusema nikiwina kwa hiki nitaua mtu, hizo nazo ni nadhiri mbaya sana. Sijui ule mzee alipofanya hivyo na kuona mtoto wake ametokea wa kwanza, alifaidika au alipoteza? Alipoteza. Je, tutoe nadhiri sababu ya kupoteza? Jibu hapana. Kumbe kwa hiyo ni vizuri wakati wowote tunapotoa nadhiri zetu, tutoe nadhiri ambayo tutakuwa tayari kwa kulipa nadhiri zetu. Sijui mahali tulipo. Kuna mmoja anakumbuka nadhiri aliyoiweka? Au sisi sote tumekwisha lipa nadhiri zetu? Kuna mmoja anakumbuka nadhiri yake? Kuna mmoja? Ainue mkono tumwone. Walioweka nadhiri. Walioweka nadhiri. Napenda nione mikono ya wale waliojiweka nadhiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunaona watu 10 ambao wanajiweka kamba shingoni. Inasubiri anayeshikilia kamba kokote tu. Je, unaonaje? Unapenda uendelee kuishi na nadhiri hiyo au unapenda kuilipa? Unapenda kuilipa. Andika neno moja, sema kwa nadhiri yangu niliyojiwekea Mungu nitamtolea hii kwa kulipa nadhiri hii. Andika kwa karatasi, fikisha hapo mbele, asema na nadhiri yangu ninalipa leo, ninalipa kwa hiyo na Mungu anisamee kwa kukawiza Mungu kutolipa nadhiri yake. Na ikiwa na muda wa kutamka kwa maneno utamke. Na ikiwa upende kutamka kwa maneno, simama useme mimi nitalipa nadhiri yangu na hii siku ya leo, na sitaendelea tena kujiwekea nadhiri na kukaa muda bila kulipa. Sababu ni deni. Kuna wa kutamka kwa kinywa, kuna wa kuandika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, niliwekaga nadhiri kupitia mtoto wangu. Kipindi niko mimba yake nilikawia sana kubeba mimba ya mtoto wangu. Lakini nikasema na Mungu wangu, nilikuwa naenda kwenye maombi, nikawa namwambia Mungu, nikibeba mimba nitamnunulia mtumishi mmoja wako nguo ya suti nyeupe. Nilijiwekeaga hiyo nadhiri, lakini leo napenda nilipe kwa kuwa baba amesema. Mungu akubariki baba. Amen. Amen. Watashangaa, watasema utaweza. Nishukuru tu kwa sababu umekuja kukumbusha. Ila nina swali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nasemaje? Nilitoa nadhiri na niko ridhaa kulipa, lakini ni kubwa kiasi kwamba nikisema hapa watu wengine wanaweza kusema biko vipi tena? Na nadhiri maana yake ni kitu ambacho umeongea wewe na Mungu, utakiwi kuambia watu wengine. Hadi pale utakapoitimiza, basi unaweza kuambia watu kwamba hii ilikuwa ni nadhiri yangu. Sasa hapo ndo nina swali. Je, nimeshaweka nadhiri ile, Mungu atasema sasa hii ni kubwa, kama una hata kiasi kidogo ileta hata hicho. Je, Mungu anaruhusu hivyo au unatakiwa tu nitimize? Kwa sababu wengine wanasema ile mdogo mdogo tutafika, sijui wanasemaje. Kuna nani moja ambayo inasema kwamba hata kutembea mdogo mdogo, kizuri ni kwamba at least uweze kufika unakoenda. Sasa je, ndio swali langu, je,
nibadili hapa, niombe msamaha na niseme nadhiri yangu na yaishie hapa, au nisubiri kadri mipango inavyoenda niweze kutimiza kile ambacho nimekiahidi? Asante. Chengine naweza nikasema hapo ni kwamba ukiweka nadhiri haukulipa, na siku ya leo inakuwa deliberation. Ni deliberation. Wewe ndio utajua ikiwa ile nadhiri uliofanya siku ile una uwezo wa kuilipa, ulipe. Na ikiwa hauna uwezo wa kulipa ile, ukomboe hata kwa kitu kingine, hata kifikie kwenye sama mbili, ili ukomboe na usiendelee tena kujiwekea nadhiri bila kulipa. Sijui kama nimekupata. Ndio. Asante. Sawa. Ninapenda tuwe haraka. Nani mwingine? Naona mkono pale. Nani mwingine? Napenda kusimama mimi. Yesu asifiwe. Mimi nitasema kuhusu nadhiri. Nakumbuka wakati nilikuwa South Dakota, kijaji cha Dakota nilikuwa napelekwa na Mungu. Nilisemaga kwenye kanisa nitaweka na nitawanunulia vyombo hivi microphone kwa ajili ya kwaya. Lakini baada ya usafiri kuja ghafla, sikuwataka ninunue hivyo vitu. Sasa mimi nina swali, hivyo vitu naweza kununua kwa kule au ninunue kila hata sehemu kanisa yoyote hii? Kwa sababu ninadhira hapa niliyoweka. Mimi nasema kadiri ya vile roho yako itakutuma ndio utafanya. Ulikuwa kule haukulipa, lakini sasa hapo ndio unakuja kukumbuka. Maamuzi ni kwako. Ikiwa utapeleka kule upeleke, na ikiwa utalipa hapa, Mungu anaona, sababu Mungu si kipofu. Amen. Kuna mwingine? Simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nina nadhiri ambayo niliweka. Kuna kipindi nimepata accident ya gari, basi nikawa na kesi ikaenda mahakamani. Nikasema basi Mungu nitangulie, na nisipate matatizo yote, nina ambacho nitatoa zawadi au nitamtolea Mungu, lakini ninaamini nitatoa, bado sijajikusanya vizuri kwa sababu ni siri yangu na Mungu. Na nilipoenda mahakamani kweli kesi haikufanya chochote, niliambiwa sina kesi. Na nikarudi nyumbani nikashukuru Mungu sana. Na hiyo nadhiri nakubali, najua kwamba nitailipa. Ni siri yangu mimi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uko mheri sababu unakumbuka nadhiri uliyomwekea Mungu. Na ukiendelea kukawiza hiyo nadhiri itazaa nadhiri nyingine. Kumbe kwa hiyo sababu umekwisha toa nadhiri na kujua ulifanya nadhiri na utalipa, sababu haukujua kama leo tutazungumza neno la nadhiri, ndio maana haukuleta chochote. Kumbe kwa hiyo Mungu akubariki, ufanye hima, ulipe nadhiri hiyo kwa wakati mzuri. Amen. Kuna mwingine? Basi ikiwa kuna mwingine, tunaendelea na somo letu, tunataka kumaliza. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Neno la Mungu linatuomba tujue kuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. La, tutajiuliza moyo wa hekima ni kufanya nini? Moyo wa hekima ambao tunaomba na Biblia ili tupate moyo wa hekima ni kufanya nini? Moyo wa hekima ambao tunatakiwa kuingia ndani yake ni kuchukia dhambi. Sifa kwa Bwana. Amen. Ya kwanza ni kuchukia dhambi, na mambo yoyote ambayo naona ni makosa mbele ya Mungu, hayo kabisa uyachukie. Hiyo ndio hekima ya kwanza. Hekima ya pili, umheshimu Mungu. Sifa kwa Bwana. Amen. Na hekima ya tatu, kushughulika na watu wengine. Amen. Amen. Ujue kushughulikia watu wengine. Kile ambacho haupendi mwenzako akufanyie, wewe nawe usimfanyie. Hiyo ndiyo hekima. Hiyo ndiyo hekima.
Kile ambacho upendi mtu akufanyizie, wewe nawe usimfanyizie. Kwa mambo hayo matatu na mengine yanayofanana na hayo, ndiyo kuwa na hekima. Amina. Neno la Mungu linatuambia tuwe na hekima, na maneno tunayoyatamka yawe maneno yenye kukolea chumvi ya kuvuta watu wengine waje kwa Yesu Kristo, yasiwe mambo ya kufukuza watu wengine. Ukifanya hivyo kabisa, unaingia katika hekima. Unaingia katika hekima. Kwa mwisho, tusomapo katika kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 15 hadi 16, basi angalia sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Zamani zetu ni zamani za uovu. Kwa hiyo ni vizuri tukomboe wakati. Wakati ni finyu, tukomboe wakati, sababu tukikomboa wakati tutakuwa waheri. Nani anajua saa yake ya kufa? Hakuna hata mmoja. Kifo kinakuja, mauti anakuja kama vile mwizi. Mtu angelijua kama mwizi atafika siku fulani kwa nyumba yake, hawezi kulala usingizi. Na ndivyo kifo kinatujilia. Pili, Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 2 na mstari wa 3 unasema, mlivyozunguka mlima wa Seiri vyatosha. Sasa geukeni kaskazini. Kaskazini upande wa Mungu. Mwaka utangu Januari mpaka kufika Desemba tumezunguruka sana katika mambo mabaya. Lakini neno la Mungu linasema yale yote uliyoyafanya katika mwaka unaomalizika tusiyarudilie tena, yatosha. Kila mmoja anajua kiasi gani amekifanya, amezungukia katika mwaka uliopita. Tumezungukia mabaya mengi sana, kila mmoja ni shahidi wa maisha yake. Neno la Mungu linasema yale yote tuliyoyafanya mwaka jana yatosha, tusiyarudilie tena, yatosha. Tuyaache na tukaze macho yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tugeukie upande wa kaskazini, upande wa Mungu. Tumwelekee Mungu. Tukimwelekea Mungu, hapo tutaona faida kubwa sana, sababu tunamtegemea shujaa wa mashujaa. Huyu atatupigania, huyu atatushindia, huyu atatusaidia kwa mambo mengi. Kwa hiyo tugeukie upande wa kaskazini, upande wa Mungu. Tulioyafanya yatosha. Dhambi nyingi ambazo siwezi kuzitaja hapa, lakini wewe na Mungu wako unazikumbuka. Makosa yote ambayo umeyaingilia unayakumbuka, lakini yote tuyaache katika mwaka uliopita, na tunapoingia katika mwaka mpya tuingie na mambo mapya. Ya kale yamepita, sasa mambo yamekuwa mapya. Sifa kwa Bwana. Amen. Tumwelekee Bwana wetu Yesu Kristo. Tangu Januari mpaka siku ambayo tulifanya bonne année, tulikuwa na safari ndefu sana ya siku 365, na katika safari hiyo safari inalinganishwa na safari ya mashua. Mulikuwa mawimbi makali sana ambayo yametugonga kila upande, tumegonga na mawimbi ya ajabu, na baadhi ya wenzetu wameanguka katika mawingu hayo, hawapo. Lakini mimi na wewe tupo kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu. Tumshangilie Mungu. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Wewe na mimi tupo, wengine wamepotea, wengine wamekutana na upepo wa kisulisuli. Upepo wa kisulisuli ni ule upepo ambao unapambana nao wakati unasoza, upepo na kurudisha nyuma. Mengi sana ambayo yameturudisha nyuma, lakini Mungu ametushindia mpaka kufika siku ya leo. Tumwalike Mungu awe mtawala wa maisha yetu, atuongoze katika mwaka huo ambao tumeuingia. Mwaka uliopita
Wengi wetu wamekufa kwa magonjwa, wengine wamekufa kwa maajali, wengine wamekufa vifo vya kutatanisha. Kwa hiyo hayo yote yamepita, lakini sasa tumwelekee Mungu wetu na tumwalike aje tusaidie. Mwisho tuombe Mungu akulinde kama alivyolinda Danieli katika tanuru la moto. Mungu akuokoe kama alivyookoa Noa ndani ya safina. Amen. Mungu akuponye kama alivyomponya Ayubu katika magonjwa yake. Amen. Mungu akubariki kama alivyobariki Isaka na Yakobo. Amen. Katika mwaka huo mwaka wa baraka, uwe mwaka wa amani, uwe mwaka wa mapendo, uwe mwaka wa kuenenda pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Na tukifanya hivyo tutabarikiwa mengi, na Bwana tubariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumeshukuru kwa neno. Tumeshukuru kwa neno nzuri.